Ndio. Ndugu wasikilizaji na watazamaji wetu, tuko live kupitia Mkana Online TV na tunawajuza Watanzania kuhusiana na suala zima la amani tunapoelekea safari kubwa ya uchaguzi hapo 29 Oktoba, ambapo wananchi wanakwenda kutiki moja kwa moja kuchagua mafiga matatu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa mbunge pamoja na madiwani kwa ujumla. Ambapo mheshimiwa alikuwa na ziara ya kampeni mikoa yote ya Tanzania bara na Tanzania visiwani, lakini kila ambapo alipokuwa akienda katika kila mkoa, zidio la wananchi ambao wapiga kura limekuwa ni kubwa zaidi. Matumaini ya ukweli yapo kwa Tanzania ambao si wababaishaji katika swala zima la ili kuelekea safari ya uchaguzi. Lakini tunawajuza Watanzania kuhusiana na swala zima la amani, upendo na usalama, ambao imekuwa ni gumzo sasa kwetu sisi wa Tanzania, kwamba tuilinde amani na tuitunze amani hii ambayo tuliokuwa na. Hii amani ni tunu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na sio kwa Allah tu peke yake, na kutoka kwa viongozi wa chama na serikali ambavyo baba wa taifa na viongozi wengine. Hii tunu tumeachiwa hapa toka zama na zama. Hatuna ugomvi wa makabila, hatuna ugomvi wa rangi, hatuna ugomvi wa aina yoyote, kwamba tuko ndani ya amani ndani ya nchi ya Tanzania, ambapo tunaona kwamba nchi jirani zote wameshagombana. Nchi jirani Uganda wameshagombana, Kenya wamegombana, Burundi wameshagombana, Kongo wameshagombana, ambapo sasa wale wote wanapoona amani haipo wanakimbilia wapi? Wanakimbilia Tanzania, ambapo sehemu sasa yenye tunu ya amani kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Watanzania tulivyo, Watanzania walivyo, wao ni kazi ya kuwapokea tu, kuwapokea na kuwaweka sehemu maalum kwa ajili ya ulinzi na usalama wao. Kwa hiyo tuhakikishe Watanzania hii amani tunaendelea kuilinda na kuitunza. Hususan tuna wasiwasi na vijana wao wa mwaka 2000 hawajitambui, lakini baadhi yao wanajitambua. Hawajui nini maana ya amani, nini maana ya upendo na nini maana ya usalama, ambapo tukipoteza tunu ya amani, tunu ya upendo, tunu ya usalama, tunu ya utulivu, kurudisha itatugharimu kwa kiasi kikubwa. Tunaambia enyi vijana ambao bado hamjajitambua nini maana ya amani hii tuliyokuwa nayo ndani ya nchi ya Tanzania, nini maana ya utulivu huu tuliokuwa nao ndani ya nchi ya Tanzania, nini maana ya upendo. Tukipoteza hii amani na tunu hii ya upendo tuliokuwa nayo ndani ya nchi ya Tanzania, itakuwa itatugharimu. Wewe nikuulize ambao unaotazama kwa muda huu, mfano utakaposikia milio ya mabomu, milio ya risasi, juu kumesheneza maadui, wameshenea milimani, kuna maadui, mabondeni kuna maadui, utakimbilia wapi? Tunaona athari mbalimbali katika kuangalia vita nchi za jirani, vita nchi za nje vinavyopiganwa, na wanapiga zile sehemu nyeti, sehemu maalum. Mfano watapiga mahospitali, watapiga sehemu za uchumi mkubwa, mfano mabenki, watapiga na sehemu zingine, yani kiasi kwamba watapiga sehemu za mawasiliano, kiasi kwamba kurudisha vile vitu ni muhali, ni gharama, itatukosti. Maendeleo ambayo tuliyapata kwa muda mrefu sasa, maendeleo yameondoka. Ni jinsi gani ambao wataweza kurudisha kituo kama kile cha hospitalini cha afya, ambapo wagonjwa wengi wanakwenda pale? Ni jinsi gani tunaweza kurudisha kituo cha Muhimbili kile ambacho kinachowasaidia Watanzania, kituo ambacho jinsi gani tunaweza kurudisha kituo cha KCMC kule Moshi. Sasa wale wasioitakia amani nchi ya Tanzania wanapiga sehemu za namna hii ili kumfanya Mtanzania asiende sehemu zozote zile, na watapiga sehemu zingine za uchumi, maviwanda vyote tabomolewa. Viwanda vyote, ni jinsi gani ambavyo tutashindwa kurejeza sasa uchumi wa Tanzania? Ewe Mtanzania, ukiona mtu anainadi amani, ukiona mtu anaelezea amani kupitia dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dini ya Allah inaelezea amani, dini zote ulimwenguni zinaelezea amani, Ukristo unaelezea amani, Uislamu unaelezea amani, na watu wasiokuwa na dini wanaelezea amani.
amani ni tunu kwa Tanzania. Amani ni tunu yetu sisi wa Tanzania. Usidanganywe, usikurupuke uende kuharibu au kuvuruga amani ya Watanzania. Itatukosti au itatugharimu. Kurudisha amani si kitu rahisi, kitu ambacho tunacho kizungumzia ni ghali sana. Tutawaonyesha vijana ambao ni mfano wanataka amani, vijana ambao wanainadi amani ya nchi ya Tanzania, wanalilia amani, wanajua naweza kusema ni hao ni vijana wasomi, wanasoma historia, historic background za nchi za wenzetu wanazisoma. Leo hamna kukaa tena, hamna kulala. Hivi juzi kati tulikuwa Uganda, Rwanda, na Sheikh Mazinge alikaribishwa kusalisha msikitini, lakini alipokuwa katika rukuu alisikia milindimo ya mabomu ya kirindima, lakini Mazinge alitolea salamu katika rukuu, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watu wakastajabu sana, wenyeji wa Bali, lakini baadaye wakamwambia hii ndiyo hali yetu, lakini sisi wa Tanzania hatujazoea mabomu, sisi wa Tanzania hatujazoea milio ya risasi, sisi wa Tanzania hatujazoea mapanga, kuona watu wanatembea na mapanga. Ukiona watu wanatembea mapanga, nchi imeshavurugika, nchi imeshavurugika. Na ni wewe ambaye unaitakia amani nchi ya Tanzania. Kwa hiyo tunawaambia Tanzania tuilinde amani ya Tanzania, tuitunze amani ya Tanzania. Amani ikivurugika, hakuna ibada misikitini, hakuna ibada makanisani, hakuna shughuli zote za maendeleo ambazo zitakazoweza kufanyika, na hutakuwa na sehemu yoyote ambayo ya kukimbilia. Niwajuze kupitia Mkana Online TV, na tuiangalie Mkana Online TV ili kuweza kuelimika zaidi. Ndugu zangu wa Tanzania, angalieni hata misafara kampeni tunavyofanya wa Tanzania, amani ya hali ya juu. Watu wenyewe wanajitokeza kwenda kumlaki mheshimiwa mgombea urais kupita tiketi ya CCM kwa wingi, kwa vifijo na nderemo, kiasi kwamba hata mgombea anapata faraja. Hii ni tunu ya amani, upendo na usalama. Kwa hiyo nitaka niwajuze tena ndugu wa Tanzania, mwenye sifa ya kupiga kura, tujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura siku ya tarehe 29 Oktoba. Tuhakikishe tunakwenda kutiki kama vile ambavyo tunavyozungumza kila saa, kila mara, kwamba tuwe na tiki hizi tatu: tiki kwa mheshimiwa Daktari Bingwa Samia Suluhu Hassan, tiki kwa mbunge, tiki kwa madiwani kwa ajili ya maendeleo. Angalia, usiende kuchagua mtu ambaye usiomfahamu, kuna historical background yake, kiasi kwamba utakapoweza kumweka madarakani atayafanya yale ambayo aliyoanza kuyafanya na kuyaendeleza. Lakini ukataka kwenda kumweka mtu ambaye hana historical background ya maendeleo yoyote yale, kiasi kwamba utaleta vitu vingine visivyoeleweka. Kwa hiyo Mtanzania, nikujuze tena, nenda katiki hizo tiki tatu, tena mtiki wa kijani, tiki hizi tatu, tiki za kijani, tiki kubwa, ili kuiweza kuifanya Tanzania tufike katika uchumi mzuri, uchumi wakati, uchumi ambao utakayomfanya Mtanzania aweze kula asubuhi, aweze kula mchana, aweze kula jioni, na aweze kupata huduma zote za msingi katika maisha yake. Ndugu zangu, na sambamba na hilo, na sasa tumsikilize Askofu Ruwaichi wa Kanisa Katoliki akisema kwamba hatuna ugomvi na serikali, kutokana na habari za mitandaoni tulizosikia kwamba kadha kama vile ambavyo ulivyosikia kwamba tarehe 29 mwezi wa 10, wakati ambapo wananchi wanakwenda kufanya uchaguzi, kwenda kumchagua mheshimiwa rais, wabunge na madiwani wao, inasemekana watakuwa na kikao katika siku hiyo. Hizo ni habari za uongo kwa kauli yake ambaye mwenyewe ameizungumza moja kwa moja, na tutamsikiliza hapo mbele. Anadai ya kwamba askofu hana ugomvi na serikali tulivu, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Na sasa tumsikilize.
vilongalonga, wale mnaopita kwenye mitandao, mtafahamu kwamba kuna jambo ambalo kwa siku hizi limekuwa likisambaa katika mitandao. Ni tangazo lililotolewa kuhusu semina ya walei. Naomba nitamke awali ya yote kwamba tangazo hilo halikutolewa na ofisi yangu. Kwa hiyo sio tangazo linalobeba sahihi yangu au lililotangazwa kupitia kwa chancellor au katibu mkuu. Hilo liwafanye mtambue kwamba sio tangazo rasmi. Jambo la pili, jambo lililotangazwa kwamba litafanyika tarehe 29 mwezi wa 10 katika kalenda yetu ya jimbo limepangwa kufanyika tarehe 29 mwezi wa 11. Narudia tena, tarehe 29 mwezi wa 11. Kwa hiyo wale wanaohangaika wakidhani kwamba Kanisa Katoliki linataka kushindana, kulumbana au kushikana mieleka na serikali, wajambue kwamba sisi hatuna mpango huo. Kwa hiyo tamko hili langu liwasaidie muwe na uelewa sahihi, mfuate msimamo sahihi. Pia mnapoona matangazo yametolewa kwenye vyombo vya habari, yachunguzeni vizuri kabla hamjaanza kuhaha. Manake siku hizi kumekuwa na kuhaha kwingi, na huko ni kutokana na kutokuwa makini, kutokana na kutochambua na kubainisha uhalisia wa jambo linalotangazwa. Nawatakieni siku njema na maadhimisho mema.